operation ya kurudisha mawasiliano ya barabara eneo la Somanga na Ngurukuru ndicho kipande ambacho kimeharibiwa kwa kiasi kikubwa na mvua za El Nino ambazo zimeambatana na kimbunga cha Hidaya. Kuanzia Jumapili mpaka hivi sasa, maelekezo ya serikali kwa Wizara ya Ujenzi ilikuwa ni kufika mkoa wa Lindi kuungana na uongozi wa mkoa ili kusimamia operation hii ya kurejesha mawasiliano kwa hii kipande cha Somanga na Ngurukuru. Niendelee kuwashukuru viongozi wetu wakuu, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Makamu wa Rais Dr. Philip Isdori Mpango, Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu Dr. Doto Mashaka Biteko. Tunaendelea kuwashukuru kwa maelekezo ambayo wamekuwa wakitupatia tukiwa hapa kambini tukisimamia matengenezo haya, na tunawahakikishia viongozi hao wakuu, Mheshimiwa Rais, tunakuhakikishia kwamba maelekezo yako na kwa namna ambavyo tuliwaahidi wa Tanzania kwamba kufika Alhamisi barabara hii tutakuwa tumerudisha mawasiliano. Kama mnavyoona nyuma yangu hapa ni kipande cha Somanga ambacho kilikuwa na chenyewe kimekatika kwa mita karibia 200, lakini hivi sasa tumekamilisha kurudisha mawasiliano eneo hili la Somanga. Nguvu zote sasa tunazielekeza eneo la TPDC pale Songas, alafu baada ya hapo kuna Mkelengende, lakini nguvu ambayo tunaielekeza kule, ninaamini kabisa siku ya Alhamisi ambayo tuliahidi wa Tanzania kwamba tutarudisha mawasiliano, bado tuko ndani ya muda huo. Ni saa ngapi kesho Alhamisi, hilo swala tutatoa maelezo baadaye kulingana na kasi ya ujenzi na nguvu ambayo tunaipeleka sasa kwenye maeneo mengine matatu ambayo yamebaki. Lakini eneo hili la Somanga lilikuwa ni kubwa sana, lenye ukorofi mkubwa, lakini pia changamoto ya material. Kwa mfano mawe, maeneo haya huwezi ukaweka kifusi wala mawe madogo. Ni mawe makubwa kama ambavyo tumejionea waandishi wa habari. Mawe haya kwa upande wa huku tunayafuata Kigamboni na Magereza. Kwa mnaweza mkaona ni umbali gani lori linafuata mawe kurudi, lakini kwa vile tumefanya zoezi hili usiku na mchana, pamoja na changamoto hizo tumeweza kurudisha mawasiliano, na nguvu hiyo sasa tunaihamisha kwenye maeneo mengine haya niliyoyataja. Lakini ningependa kuondoa wasiwasi wananchi wa mikoa ya kusini kwamba kesho, muda wowote kesho, mawasiliano yatarudi. Mheshimiwa Waziri, mimi niko hapa leo siku ya 5 tangu mafuriko yametokea mpaka leo. Nimeona jitihada ambayo serikali inafanya kupitia TANROADS. Leo hapa Somanga tumeona tayari panapitika, lakini hapo tulikopita pia naamini leo patapitika. Hata ule upande wa 3 tuliopita kule na njia 4, na uhakika kwa uwezo wa Mungu leo mpaka ikifika jioni panaweza pakapitika. Ni jitihada kubwa ambayo serikali imefanya. Lakini Mheshimiwa Waziri, kwa upendo wako umekuwa na sisi tangu juzi. Nakumbuka tulikuwa tuwapungia na mkono wewe ukiwa upande wa pili kwa sababu hatuwezi kuruka pale mahali pamekatika sana. Lakini ukukata tamaa. Mpaka leo umeweza kushuka pamoja na timu yako, tumekutana hapa. Yote haya ni mapenzi ya Mungu, lakini tushukuru serikali yetu namna ambavyo inawajali wananchi wake, na hasa kwenye majanga haya serikali imekuwa ikichukua hatua za haraka sana kuhakikisha kwamba kila panapokatika mawasiliano yanarudishwa kwa haraka sana. Na hii Mheshimiwa Waziri, niwapongeze watumishi wa TANROADS ambao wewe unawasimamia. Wameonyesha uzalendo mkubwa sana.